Operation ya Epic Fury ndio kwanza imeanza na imani ni kwamba wa Iran watasalimu amri, ni maneno ya waziri wa vita nchini Marekani Pete Hegseth. Operesheni za Marekani nchini Iran ndio kwanza zinaanza sasa. Waziri huyo wa vita wa Marekani amesema jeshi la wanamaji la Iran kwa kiasi kubwa halipo tena. Kwa hivyo uwezo wao wa kutayarisha nguvu yoyote katika eneo hilo kwa maana ya jeshi la majini unapungua na utazidi kupungua, anasema Pete Hegseth. Alisema huu ni mwanzo tu. Uwezo wetu ni mkubwa sana ukilinganisha na ule wa Iran. Na kusema ukweli, unapochanganya jeshi letu la anga na jeshi la anga la ulinzi la Israel, ni vikosi viwili vya anga vyenye nguvu zaidi ulimwenguni, anasema Pete Hegseth, waziri wa vita nchini Marekani. Wiki iliyopita Hegseth alidai kuwa Marekani na Israel walikuwa karibu kuwa na udhibiti kamili usiopingwa wa anga la Iran wakati wa operation ya Epic Fury na Simba Ngurumo na Rising Lion. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu aliunga mkono kauli hiyo baadaye wiki hii. Alipoulizwa kama operesheni Epic Fury ilikuwa ya fursa au ilisukumwa na Israel, Hegseth alisema kwamba sisi Marekani kila mara tulikuwa tukikabidhi msongamano wa kwenda au tusiende, na hatimaye kuendeleza maslahi ya Marekani na kulinda maisha ya Wamarekani. Nadhani mengi ya majadiliano hayo ni ya kipuuzi na ya kitaaluma. Yamekuwa utawala wa Iran, yamekuwa yakituua kwa miaka 48, miaka 47. Wana malengo ya nyuklia yasiyopunguzwa, anasema waziri huyo wa vita Pete Hegseth. Aliongeza kuwa baada ya Israel na Marekani kufuta mpango wao wa nyuklia mnamo Juni mwaka 2025, anaamini kuwa Iran ingepaswa kuja kufanya mazungumzo wakati huo, na hawakufanya hivyo. Tunahakikisha kwamba matarajio yao ya nyuklia hayatimizwi, aliendelea. Marekani inapigania kushinda na Iran itajisalimisha tu. Alipoulizwa kuhusu chaguzi ambazo Marekani kwa sasa ina uzito dhidi ya Iran, Hegseth hakutoa jibu la wazi, ingawa alieleza kuwa humwambii adui, hauambii waandishi wa habari, hauambii mtu yeyote mipaka yako katika operesheni. Anasema hivyo Pete Hegseth, waziri wa vita wa nchini Marekani. Hata hivyo, kwa upande wake rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliweka wazi kusema kwamba atapigana dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hata ikitaka milele. Rais wa Marekani amesema taifa hilo liko tayari wakati wote na kwa uwezo lililokuwa nao litaweza kupambana hadi tone la mwisho kuhakikisha Iran inasalimu amri. Waziri huyo wa vita aliendelea akisema kwamba tuko tayari kwenda mbali kadri tunavyohitaji ili tufanikiwe. Alisema tunapigania kushinda. Hii ni vita, huu ni mzozo, huku ni kumpigia magoti adui yako ikiwa watakuwa na sherehe katika uwanja wa Tehran na kujisalimisha, hiyo ni juu yao. Zaidi ya hayo, alisisitiza kauli ya hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba hakutakuwa na mpango wa Iran isipokuwa moja tu, kujisalimisha bila masharti. Tuliweka masharti. Hegseth alibainisha kuwa Marekani haijaanza hata juhudi kubwa za operation hiyo ya Epic Fury. Tutajua wakati hawana uwezo wa kupigana. Kutakuwa na mahala ambapo hawatakuwa na chaguo ila kufanya hivyo, watajisalimisha. Marekani inafuatilia kila kitu, kulingana na Hegseth, kirejelea ripoti za Urusi kuipatia Iran taarifa za kijasusi kuhusu mali za Marekani tangu kuanza kwa operesheni Rising Lion na Epic Fury, zikiwemo meli za kivita na ndege. Tuna akili bora zaidi duniani. Tunafahamu ni nani anazungumza na nani, kwa nini wanazungumza nao, jinsi taarifa hizo tunavyoweza kuwa sahihi na jinsi tunavyozingatia hilo katika mipango yetu ya vita, Hegseth alithibitisha. Aliongeza kuwa Trump ana ustadi wa ajabu wa kujua jinsi ya kupunguza hatari hizo na kwamba jambo lolote ambalo halipaswi kutokea hadharani au nyuma ya milango iliyofungwa linashughulikiwa. Licha ya hatari inayowezekana, Hegseth alisema kuwa Marekani inajitahidi kupunguza majeruhi popote inapowezekana, lakini kwamba mambo kama haya hayafanyiki bila majeruhi. Lakini hilo halitudhoofishi hata kidogo, alisema. Inashusha mgongo wetu na azimio letu la kusema kuwa hili ni pambano ambalo tutamaliza. Wanaohitaji kuwa na wasiwasi hivi sasa ni wa Iran ambao wanadhani wataishi, alimalizia hivyo Pete Hegseth. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.